Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi, kwa ajili ya siku hii tena ameweza kutulinda na kutufikisha hapa. Niweze kukukaribisha ndugu mtazamaji wa channel yetu hii ya Neno TV. Tukiweza kushukuru Muumbaji kwa ajili ya kuweza kukupatia nafasi ya kuzidi kusikiliza na kuzidi kufuatilia. Lakini kwa siku ya leo tumeweza kusikitishwa kidogo na taarifa ambazo mahojiano ambayo amekuwa akifanywa na mmoja katika yule anaitwa mchungaji William Kasele, ndivyo ametambulishwa hivyo, na amesema akiwa yeye alikuwa ni mchungaji aliyehudumu kwa muda kitambo, lakini ameweza kujiunga na Uislamu. Sasa ninaomba niweze kukupatia kidogo mahojiano yale alikuwa amefanyika hapo, ili baadaye tuweze kupitia baadhi ya vitu ambavyo tutakwenda kujifundisha pamoja, lakini pia kuweza kutoa onyo kidogo dhidi ya yale ambayo anaweza akafanyika katika Ukristo. Naomba nikupatie nafasi uweze kusikiliza naye, tusikilize pamoja kile alivyokuwa akihojiwa. Mbele yako ni mchungaji William Simon Kasele. Huyu bwana alikuwa ni mchungaji, lakini ameamua kuacha uchungaji, ameamua kusilimu. Ni kitu ambacho kimeshangaza baadhi ya viongozi wa dini, lakini pia waumini wake pamoja na askofu wake. Ameshtuka kwelikweli kwamba imekuwaje kijana wangu ambaye nimemlea katika Ukristo vizuri kabisa na amesoma masomo mbalimbali kuhusu dini, na kwa nini ameamua kusilimu. Nafikiri umeweza kusikia jina la kwake, umeweza kusikia ya kwamba alikuwa mchungaji, lakini ninachohitaji zaidi ni kuweza kusikia kidogo kile ambacho kimemfanya yeye kuwa ni sababu ya yeye kuweza kusilimu. Sasa inaomba niweze tena kukupatia nafasi nyingine uweze kusikiliza ngao kidogo, uweze kumsikiliza tena, tuweze kujenga kile ambacho maana tunabidi tumpatie mtu haki vizuri aweze kusema, alafu baadaye sasa ndio tutakuja kusema kwa undani nini ambacho tunatakiwa tukifanye. Naomba uweze kumsikiliza. Sasa kuna watu wengine wanaweza kataka wajue kwamba imekuwa kwaje mpaka ametoka na nini. Ukitaka nifike huko nitafika, kwa sababu ni mambo mazito. Ndugu mtangazaji, usione watu wanajaza watu ukafikiri hivi. Japo mimi namshukuru Mungu nilikataa kuingia kwenye huo mtego. Mimi nilikataa kuingia kwenye huo mtego. Ningetaka niwe maarufu. Na mimi Biblia naijua. Yaani ni kipaji. Kwa hiyo ningetaka niwe maarufu zaidi, hata magari ingekuwa nao mengi, kwa sababu kuna namna unafanya unaweza kufanikiwa. Lakini mimi nilikataa nikiwa Morogoro, nikiwa nimewekwa kati na watu wazito wakinionyesha njia ya kufanya ili na mimi niweze kupasua kama wengine. Haya. Nafikiri umeweza kumsikia, lakini kitu ninachotaka kwanza niweze kukiweka vizuri ni kwamba kinachonisikitisha zaidi ni kwamba rafiki yetu hapa kwanza inawezekana hajaujua Ukristo vizuri, lakini vile vile ndio maana shida kubwa iliyopo katika ulimwengu wa sasa ni kwamba hawajui Ukristo halisi ni upi, lakini pia haujulikani Uislamu vizuri. Sasa siku ya leo tunaenda kuchambua hivi vitu kidogo. Kwanza tukianza na Ukristo wenyewe, utagundua kwamba maamuzi, kwanza kabisa naomba niweze tueleweke vizuri ya kwamba hatupingi wala hatuchallenge au hatusemi ya kwamba maamuzi hakutakiwa kufanya. Alitakiwa kufanya kama mtu ambaye ni mtu mwenye akili timamu, yuko huru kufanya maamuzi, na ukifanya maamuzi inakudhihirishia kwamba wewe ni mtu huru. Kwa hiyo sipingi kwa maamuzi yeye kufanya maamuzi, ana sifa kufanya maamuzi. Na hivyo kwenye maamuzi sina changamoto. Changamoto ipo kwenye hoja ya Ukristo hapa na Uislamu. Mimi ninachokisema ni kitu kimoja, na tuweze kusikilizana kwa makini, ya kwamba kwanza utasikiliza vizuri Ukristo anaozungumzia au kule alikokuwa kulikuwa na maagano ambayo yalikuwa yamefanyika hapo. Kulikuwa kuna namna ambavyo wao walikuwa wanasimamia kazi. Ndio maana utakuja kuona hapo mbele nitakuja kukuonyesha sababu kubwa anayozungumza ni kwamba sio kwa sababu kanisa au Ukristo una changamoto. Changamoto ilikuwa ni kwa hao ambao walikuwa wakifanya kazi na wao. Na hicho ndo nataka niweze
kuomba sana kiweze kueleweka kabisa kabisa, na ninachomshukuru ni kwamba hajapinga Ukristo kama Ukristo. Hicho ningemshangaa, kwa sababu Mkristo wa kweli au huduma ya kweli ya Wakristo haiambatani na ushirikina ndani, hauambatani na ushirikina. Lakini vile vile wale ambao wanafanya huduma ya Wakristo kweli kweli, ambao ni wachungaji, ambao ni wainjilisti, hawatakiwi kuambatanisha au kuwa na hali ya kutaka makuu au kutumia njia yoyote ambayo inaweza kusababisha wao kuongeza watu. Kwa hivyo ukiona kuna kitu kama hicho, basi ujue ya kwamba hapo hakuna huduma ya kweli, hapo si Wakristo wako hapo. Na ninaomba niweze kukupatia vitu fulani. Kwanza nianzie na swala la maamuzi, kwa sababu katika kile ambacho ameweza kukisema ni kwamba yeye amefanya vile kwa ajili ya uhuru wake, lakini pia kwa ajili ya uzima wake. Lakini ninaomba niweze kusoma andiko moja katika kitabu kinaitwa kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli nitakusomea katika sura yake ya 33 mara moja, ili tuone nguvu ya maamuzi. Hata Mungu haingilii maamuzi ya mtu, lakini unachoamua ni sahihi au si sahihi, hicho hakipingiki kwamba lazima kitahojiwa. Ni lazima kitahojiwa. Sasa ukisoma katika huo mstari wa 11 sura 33 ya kitabu cha Ezekieli, amesema, waambie kama mimi niishivyo, asema Bwana, sikufurahii kufa kwake mtu mwovu, bali aghairi mtu mwovu na kuiacha njia yake mbaya akaishi. Ghairini mkaache njia zenu mbaya, mbona mnataka kufa, enyi nyumba ya Israeli? Sasa ukiliangalia hili fungu unakuja kukuta kwamba wana wa Israeli kwa mujibu wa hili fungu walikuwa wameamua, lakini maamuzi yao yalikuwa ni ya kuwafanya wao wakaende katika kifo. Lakini Mungu anasema, mbona mnataka kufa? Mmeamua maamuzi ambayo yanawapelekea katika kufa. Ghairini. Unaona anawaambia waweze kughairi, si kwamba anawalazimisha, lakini ni kama anawashauri, kwa sababu uamuzi waliochukua unawapelekea kifo. Hivi kama unaanza kunielewa kidogo, ndugu yangu mtazamaji unayenifuatilia, unayeweza kutufuatilia hapo. Kwa hivyo utakuja kukuta ya kwamba maamuzi ni lazima mtu aweze kufanya. Lakini kitu kimoja nataka niweze kukuambia, kitu kimoja tu, ni kwamba Ukristo haujaambatanishwa. Ukiona sehemu yoyote kuna huduma inayohusiana na uwekaji wa matambiko yoyote, licha ya kwamba litatajwa jina la Yesu Kristo, haimaanishi ya kwamba hapo Yesu yupo. Haimaanishi hivyo. Sasa ninaomba niweze kukupatia nafasi ya kile ambacho alikisema kwa sehemu ya mwisho, ili uweze kuona alichokuwa ana challenge kikubwa ni vile ambavyo ametolea mfano, na huo mfano naomba uweze kusikiliza katika manabii hawa ambao kila siku tunawasema kama ni manabii wa uongo, ni mitume wa uongo, wachungaji wa uongo. Unaona ndio maana kama angetulia vizuri, nashangaa hata anasema anajua Biblia. Sasa inakuwa ni changamoto sana. Hebu tuweze kusikiliza kidogo, alafu tutaingia katika zile mada ambazo tumeweza kuzisema hapo mbele. Msikilize anachotolea hiyo mfano hapo. Nikumbushe tu kwa faida mtazamaji, unaonaje kuna tukio moja lilitokea, watu wakaambiwa wakate nywele za sehemu za asili alafu wazipeleke zikafanywe maombi. Unafikiri kitu cha kawaida? Na watu wakakata kweli, wakapeleka. Ile huduma ilifungiwa kwa muda kama miezi 3. Haya, nafikiri umeweza kufuatilia, umeweza kuona. Kwa hiyo mfano anaouchukulia sasa mpaka hata nashindwa, sijui alikuwa hata ni mchungaji. Sasa uchungaji sijui wanaangalia kigezo gani mtu kuwa mchungaji, lakini hicho kisinipe shida sana. Lakini anazungumzia wale walikuwa wamewaambia watu kuweza kutoa sehemu hizo nywele ili kuweza kupeleka madhabahuni na kadhalika. Sasa mimi ninauliza, kwa sababu Mkristo wa kweli au mwenye zile kalama ambazo zimetajwa katika kitabu cha Wakorinto 12 lakini pia katika Waefeso, zinasema ya kwamba Kristo alipopaa aliweza kuacha kalama mbalimbali. Lakini ukiangalia katika kitabu kinaitwa Yohana wa kwanza, ukiangalia Yohana wa kwanza
tusome tu hii andiko mara moja ili tuweze kuona sifa za Mkristo au sifa za mtu ambaye anatenda kazi katika ofisi ya Kristo. Anatakiwa awe na sifa gani? Sasa ukiangalia katika mstari wa 6 sura ya 2 Yohana wa kwanza, anasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Sasa Yesu alienenda kwa namna gani? Na kama hawa watu wanaitwa wachungaji au manabii au mitume leo, ambao tutasema kama ni kalama ambazo Kristo alitoa, lazima tuulize wameenenda kama Kristo? Kwa hiyo kama Kristo, ujiulize ameshawahi kuagiza watu kitu kama hicho, na kama hakuwahi kuagiza, hiyo wanaoagiza hivyo si wa Kristo. Wanaoagiza hivyo sio watendakazi pamoja na Kristo, au wanaitwa majangili wa imani. Majangili wa imani. Kwa hivyo hatuwezi tukaambatana na wao. Sasa hiyo haiwezi kafanya kutoka Ukristo. Unaona? Na alafu lazima uelewe pia ya kwamba kuna tofauti mkubwa kati ya Ukristo na Uislamu. Tofauti ni mkubwa, sio majina. Sio majina. Imani ziko tofauti sana. Sasa nataka niweze kukutolea mfano. Kwanza nizungumze na ndugu yangu William, kama kuna sehemu unanifuatilia kwanza binafsi, alafu ndio nitaongea na public kwa pamoja. Kitu cha kwanza ni kwamba inawezekana ulikuwa umeangukia kwenye ndoo, lakini baadaye umezama kwenye pipa kabisa. Kwenye pipa kabisa. Sasa kuna hao watu ambao walikuwa wanatumia hivyo ambavyo wametumia, na umeweka mifano hapo. Sitaki kurudi kwenye mifano, maana ndio maana nikataka mtazamaji aweze kufuatilia vizuri, nisiweze kuongeza maneno katika kile ambacho amezungumza. Lakini kwa nini nasema mfano wa maji katika ndoo na katika pipa? Ni kwa sababu kwanza, katika Ukristo wa kweli nimesema hakuna ushirikina. Hakuna ushirikina katika Ukristo wa kweli. Hicho kitu hakipo hata kidogo. Hivi hata kidogo hamna. Lakini sasa tunapokutana na hivyo, tuingie katika sura ya Uislamu. Kwanza kuna imani mbili tofauti katika Kristo, katika Biblia, katika kitabu cha Biblia. Imani ya kitabu cha Biblia, labda nikupe darasa kidogo. Imani ya kitabu cha Biblia na wale ambao sasa watakuwa ni wa Kristo, imani yao kubwa ni kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndio imani, kwa sababu anayeamini hivyo ndio anapata uzima, na nitakupatia kitabu. Je, nikusomee moja kwa moja. Kwanza kabisa niweze kukusomea katika Yohana. Katika Yohana, ili uweze kuelewa rafiki yangu, usiweze wakati mwingine kuweza kuchanganya kidogo mambo. Kwanza tukianzia na kitabu hiki cha Marko sura yake ni ya 16. Marko 16 mstari, tutaanzia tu 16 hapo. Alafu ndo tutakuja Yohana katika fungu ambalo nimeweza ambalo kidogo linakadirika kidogo. 16 anasema akawaambia, nendeni ulimwenguni kaihubiri injili kwa kila kiumbe. 16 anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hivyo tunaamini nini? Tunaamini nini ambacho kinatufanya tuweze kuokolewa? Sasa ukiangalia katika Yohana anasema kwamba injili ilikuwa imeletwa ili sisi tuweze kuamini kitu gani? Tuweze kuamini kitu gani ndio tuweze kuokolewa? Katika 20:31 Yohana anasema, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo katika Yohana tumeweza kuambiwa katika Injili ya kwamba tulipewa, yameandikwa haya kwa ajili yetu kuweza kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu. Kwa hiyo ndio Injili. Sijui kama nitakuwa nimekuacha kisehemu yoyote, ndugu William, kwanza na yeyote anayeweza kuwa anafuatilia. Kwa hiyo ndio imani ya Injili. Ndio maana ukisoma katika 3:16 hii Yohana sasa, ambayo watu wengi wameikalili kidogo, niisoma. Sasa mimi nataka niisome, sikukalili tu, niisome kama ilivyoandikwa uweze kuona imani ya Ukristo, afu niweze kukulinganishia kidogo.
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo katika imani ya Ukristo, Mungu alimtoa mwanae pekee. Kwa hiyo mtu yeyote atakayemwamini mwana pekee wa Mungu anapata uzima wa milele. Kwa hiyo kama kuna mtu yeyote anayebisha kwamba Yesu sio mwana wa Mungu, hana uzima wa milele, na hiyo ni kwa mujibu wa Biblia, sijaongeza kitu chochote. Sasa hatari ninayoisemea kwenye mfano nimeutolea hapo, nataka sasa nikuonyeshe katika Qur'an vile inavyosema sasa Yesu ni nani, au Mungu kama hata ana mwana. Hicho ndio kitu kimoja nataka nikuonyeshe hapo. Sasa ninaomba niweze kusoma katika Qur'an, kulinganishia hizi imani mbili tofauti kwanza, alafu ndio nikupeleke katika kipengele kingine ambacho huenda kitaweza kukufanya uweze sasa kuelewa nini ninachomaanisha. Ukiwa umetoka katika ndoo, sasa umeelekea katika shimo kabisa katika pipa na umezama kabisa. Na ndio hicho ninachotaka kuambia. Kama ulihubiri, sasa sijui ulikuwa ukihubiri nini katika Kristo aweze kutusaidia sana. Nasoma sura Maryam. Ni sura ya 19, ninaanzia mstari kwanza wa 88. Sikiliza kwa makini ndugu yangu William Kasele, alafu na wengine wote tuweze kufuatiliana vizuri. Sikiliza kwa makini, anasema, na makafiri husema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Kwa hiyo katika Qur'ani wale wanaosema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto ni makafiri. Hiyo ni pointi ya kwanza na naomba tuweze kuishika. Lakini anaendelea anasema, bila shaka mmeleta jambo lichukizalo kabisa kwa kusema hivyo. Kwa hivyo kusema Yesu ni mwana wa Mungu, kusema Mungu ana mwana kwa mujibu wa Qur'an, unaleta jambo linalomchukiza Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia imetuambiaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee. Sikiliza hizi imani mbili. Lakini vile vile anasema, zinakaribia mbingu kutatuka kwa tamko hilo, na ardhi kupasuka na milima kuanguka ikikatika vipande vipande. Kwa nini katika vipande vipande? Sasa anakuja kutuambia mstari wa 91, kwa kule kudai kuwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ana mtoto. 92 anasema hakuna yeyote. 92 anasema wala haiwi kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kuwa ana mtoto. Haiwi hivyo. Mwenyezi Mungu hana mtoto. Kwa hivyo katika imani ya Kiislamu Mwenyezi Mungu hana mtoto, kwa sababu hajazaa wala hajazaliwa wala hana mwana. Hiyo ndio imani katika Uislamu, hiyo ndio imani katika Qur'an. Lakini katika Biblia tumeambiwa Yesu ni mwana wa Mungu. Injili imeletwa tuweze kuamini Yesu ni mwana wa Mungu, na kisha tuweze kupata uzima katika jina lake. Sasa kwa nini ninasema hivi? Kwa sababu hatari iko hivi. Kwanza, katika Uislamu kuna undugu mkubwa kati ya mtu anaposilimu. Sasa nikupatie ABC kidogo sana, kidogo. Ningeweza kuchimba vitu vingi kidogo, maana kuna vitabu hapa ambavyo naweza kuchimba kidogo katika athari kadha wa kadha, lakini ninaomba niweze kusema tu vichache. Ya kwamba kwanza mtu anapoingia katika Uislamu, dini ya Uislamu ina uhusiano mkubwa na majini. Katika misikiti kuna majini, katika nyumba za Waislamu kuna majini, na nitathibitisha kila ninachokisema ili niweze kukuonesha mzito kwanza. Na ndio maana ninasikitika sana mtu anapotoka katika Ukristo kuingia Uislamu. Na Uislamu si kuvaa kanzu, Uislamu si kusema salamu alaikum, si Uislamu. Kuna kitu nyuma ya pazia, na huo ndio Uislamu. Muislamu wa kweli lazima aamini kuna majini wazuri na wabaya. Hicho ndio kitu kinaaminika katika Uislamu, lakini lazima kila Muislamu awe na jini. Kitu ambacho katika Ukristo hicho kitu hatuna uhusiano na majini wala mapepo.
katika Ukristo. Kwa hivyo mtu anapokuwa katika Ukristo ni mtu safi, lakini ambaye yule amesilimu, msikitini ikipigwa hata adhan katika msikiti, majini huelekea hapo. Inapokuwa katika nyumba ya Muislamu, lazima kutakuwa na majini, au majini wako hapo ni majini wa Kiislamu. Kwanza nikupatie katika aya moja kwa moja. Ukiangalia katika Qur'ani, kuna sura moja katika Qur'ani, sura nzima inazungumzia majini. Ni sura kama wameandika majini wenyewe, sababu inaitwa Suratul Jinni. Katika hiyo sura ya 72 ya Qur'ani inaelezea majini wameenda katika msikiti, wameenda kwa Muhammad amepelekwa. Lakini anasema hivi, sikiliza kidogo niweze kuanzia hapo, tuweze kupata sura kwanza kidogo, ili unapoenda mwenyewe ujue ni kwa risk ya kwako, at your own risk, at your own risk. Lakini ukweli lazima uweze kutamkwa, ukweli lazima uweze kutamkwa vile ulivyo, bila kupakwa rangi yoyote. Sasa nikisoma hiyo sura kwanza, jua hata naweza kuuliza sasa hivi tunapoelekea mwisho wa wakati, Kristo anapokuja, na lazima ujue kwanza, anaposema katika Ukristo na Uislamu kote wanakili kuja kwa Yesu. Ni kweli katika Qur'an inakubalika Yesu anakuja, katika hadithi za Mtume Muhammad Yesu anakuja, lakini katika anakuja kufanya nini? Hiyo ndio issue, anakuja kufanya nini? Sasa wewe unakuja katika Biblia tunakuja kuona kuna hukumu, lakini unaambiwa anakuja kufanya hukumu, tena atakuja afe. Si ndivyo unavyofundishwa katika Uislamu? Atakuja afe, maana katika imani wa Uislamu wa sasa waamini hata kama alikufa. Wewe ulikuwa unaamini alikuwa amekufa. Sasa utakuja ukatae hakufa na Mungu hana mwana, ambao katika Ukristo, katika Biblia ndio kitovu cha imani. Sikiliza kidogo. Suratul Jinn inaanza katika aya ya kwanza. Aya ya kwanza inasemaje? Sema, imefunuliwa kwangu kuwa kundi moja la majini lilisikia Qur'ani ikasema, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu, inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu, na hakika utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa, hakujifanyia mke wala mwana. Hiyo ndio imani ya majini. Ndio maana walioamini hivyo ndivyo wakafundisha na Waislamu wote kuamini hivyo. Hiyo ndio ukweli, kwa sababu wao wanaongea hapa si Muhammad anaongea, si Mungu anaongea, ni majini. Maana ndio anasema sisi tumeiamini. Lakini anasema Mwenyezi Mungu hakujifanyia mwana wala mke, lakini katika Biblia na manabii wote wamekubali Yesu ni mwana wa Mungu, lakini vile vile wamekubali Mungu ana mwana. Mungu ana mwana. Sasa ukienda katika hii sura kwanza, baada ya wao kuongea hivyo, unaenda katika mstari wa 14. Sikiliza wanachokisema, alafu ndio nitakupeleka katika kitabu kimoja. Nafikiri nikupeleke tu kitabu angalau hata kimoja tu, sikupeleke sana mbali, lakini kuna vitu vingi kama tungeweza kupata wakati, na naomba kama yupo ndugu wa hii channel, hiyo channel alikuwa anaoja hapo, jaribu kuongea naye, lakini sikupendezwa na majibu ambayo naweza kupata kidogo, lakini naamini Mungu atasaidia, wakati mwingine tunaweza tukapatana. Anasema katika mstari wa 14, Qur'an 72:14, anasema nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Waliosilimu hao ndio waliofuata uongofu. Kwa hiyo katika makundi wale waliosikiliza Qur'an, lile kundi la majini limesikiliza Qur'an, wakagawanyika katika makundi mawili kwa mujibu wao. Si Mungu anasema, ni mujibu wao wakieleza kwamba kuna katika sisi wapo waliosilimu, yani wakakubali uongofu, na wapo ambao hawakusilimu. Hao ni makundi mawili ya majini. Lakini sasa pamoja na haya makundi mawili, sasa tuweze kupata wale waliosilimu, ndio hao wanakuja kwenye msikiti, ndio maana ukipiga sala lazima ugeuke huku usalimie na huku usalimie. Jiulize, unasalimia nani? Unasalimia nani? Huku na huku unasalimia nani? Lakini hao ni majini, unasalimiana nao hao, maana hao ndio ndugu za Waislamu. Lakini vile vile nakupatia sasa, kuna kitabu hapa macho nitakusomea kitu kitoshe. Kuna kitabu hapa niko nacho kinaitwa Majini wa Manyumbani.
njia 5 za kufukuza majini majumbani. Hiki kitabu sasa kinaeleza majini wa majumbani wako namna gani. Naomba uweze kusikiliza vizuri kwa makini, na kila yule ambaye anafuatia aweze kusikiliza kwa makini sana, ndio hatari iliyopo hapa. Sasa kwanza nitasoma katika ukurasa wa kumi au ngoja nisome katika ukurasa wa 8 ndio tutaenda mbele. Hichi kitabu kinasema hivi: amesimulia Yazid ibn Jabil, amesema haiwi katika nyumba. Sikiliza kwa makini kama na masikio yote mawili. Haiwi katika nyumba, watu wake ni Waislamu, ila katika dari ya nyumba hiyo kutakuwa na miongoni mwa majini wa Kiislamu. Wakiweka chakula cha asubuhi hutelemka wanakula nao, wakiweka chakula cha jioni hutelemka wanakula nao. Huo ni ukurasa wa 8 wa hicho kitabu. Sasa hayo ni majini wako kwenye dari, unapokula wanakuja wanakula na wewe. Na hivi ni vitu huwezi kuambiwa baada ya kuingia hapo, kwa sababu utakuwa ukiambiwa vile vitu viko vizuri kidhani Uislamu ni kama keki, lakini vitu vya ndani, wanaojua siri nyingi za Uislamu ni wale watu wakubwa, mashehe wakubwa, ndio wanajua siri za Uislamu. Na hatusingizii mtu yoyote, tunasema vitu vya uhalisia vilivyopo katika vitabu ambavyo mashehe wenyewe wanaeleza katika uhalisia, na hakuna mtu ambaye anakataa, anayejua dini ya Kiislamu vizuri akasema kwamba majini hawana uhusiano na Uislamu. Huyo basi atakuwa hajasoma Uislamu. Lakini tukisoma katika kitabu kinaitwa katika ukurasa wa 10 hiki kitabu njia 5 za kufukuza majini majumbani, kinasema hivi, kinasema na ndio maana sasa, sikiza, na ndio maana ukurasa wa 11 hapa, tusome haraka tu ili kufupisha taarifa, kwa sababu kuna mambo mengi yameelezwa hapa. Sasa kwenye kichwa huu ukurasa wa 10, kichwa cha hili somo la pili kinasema hivi: usiue nyoka ndani ya nyumba bila kumsemesha. Hicho ndio kichwa cha sura hii ya pili ya hiki kitabu. Kwa hivyo usiue nyoka, lakini anasemaje? Amesemaje? Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuua nyoka ndani ya nyumba, ila wasemeshwe kwanza. Kwa nini? Huenda ikawa ni majini ambao wamesilimu. Kwa hiyo ndugu yangu William, ukibahatika ikaingia nyoka kwenye nyumba yako kwa sasa, kwa sababu ni Muislamu, usimuue kwanza. Ongea na huyo nyoka siku 3 kama atakuwa bado yuko kwenye nyumba. Akitoka sasa kibaki hapo, usimuue, usimdhuru mpaka siku 3. Ongea naye, na ikatokea inawezekana ni ndugu yako sasa, maana sasa hivi tayari utakuwa umeingia kwenye ukoo wa majini wa ndugu hapo tayari. Sasa muongee naye siku 3, inawezekana ni mmoja katika ndugu ya Waislamu, ndio usimuue, ila akitokea ni katika wale majini ambao hawakusilimu, ndio anakuwa na haki ya kuuliwa. Hiyo ndio kibarua utakuwa uko nacho mpaka sasa. Hicho ndio kibarua utakuwa nacho mpaka sasa. Lakini kitu pekee ambacho ninatamani tuweze kukiweka sasa hapo vizuri ni kwamba katika dini ya kweli kwanza, jinsi inavyoelekezwa katika Biblia, kwa sababu Biblia ndio kitabu kimeelezwa, Biblia ndio kitabu kimetangulia kikieleza manabii walivyoamini, ni kwamba uzima wa milele upo katika jina la mwana wa Mungu. Lakini vile vile huduma ya Wakristo halisi ni wale wanaotambua neno na kuenenda katika sheria ya Mungu. Kuna watu ambao wanauza mafuta, wanauza nini? Hayo ni mambo hayapo kwenye Biblia. Hizo ni imani za kutunga. Hao ni majangili wa imani. Hawezi kusababisha mtu akayumbishwa katika Ukristo. Ni wale tu ambao nao hawasomi, hawajui Ukristo halisi, ndio wanaodanganyika kuingia katika dini ambazo wao watakuwa wamechagua at their own risk. Unaona? Kwa hivyo
hicho ndio kipengele nitamani tuweze kushare pamoja. Kristo anakuja wapendwa, lakini tunatakiwa wote kuweza kujifundisha ukweli ni kitu gani, ukweli ni upi. Imani katika Kristo ndio inabidi kuweza kusambazwa. Waislamu wanaamini ya kwamba Yesu alikuwepo, na position ya Yesu katika Uislamu ni mtume tu, si mwana wa Mungu, si Mungu, na wala hakuwepo kabla ya kuja hapa duniani, hakuwahi kuwa mbinguni. Unaona Sasa lakini katika imani ya Biblia Kristo alikuwepo kabla hajazaliwa na Mariamu. Hizo ni imani mbili tofauti. Hizo ni imani mbili tofauti, na lazima iwepo ya uongo. Kwa hiyo Bwana akaweze kubariki kwa kile ambacho umeweza kuona ndugu huyu rafiki yetu amekwisha kukisema hapo, lakini tuweze kupata huo ujumbe ya kwamba ni lazima tuweze kufanya maamuzi kwa kujua, kwa sababu tu hata wengi hawafundishi Uislamu ni nini, hawafundishwi Uislamu ni nini, hawafundishwi Ukristo hasa ni nini. Ndio maana wale wanatoka wakienda wajui, wengine wanaacha kusali kwa sababu imani ya Kristo imeingiliwa, ila imani ya kweli iliyo safi ipo, inayoakisiwa na Biblia. Bwana akawabariki sana.